Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Huu ni mwendelezo wa update kutoka mahakamani baada ya majaji kutupilia mbali pingamizi la Tundu Lissu akitaka mwongozo baada ya kugoma kuendelea na kesi, huku ikisadikika polisi wanafukuza watu mahakamani. Viongozi wa Chadema wakatoka nje ya mahakama pamoja na wafuasi wa Chadema. Lissu akagoma kuendelea na kesi, lakini majaji baada ya kuhairisha kesi kwa muda sasa wamerejea, lakini kubwa ni kwamba wamesema polisi hawakuwazuia watu kuingia katika viunga vya mahakama au kuingia katika chumba cha mahakama. Sasa ni wakati wa kukusomea update moja kwa moja. Leo mambo ni mazito kweli kweli, Lissu amekiwasha kweli kweli. Mahakama imerejea, sauti ya High Court imepigwa hapa mahakamani. Majaji wameingia na Mheshimiwa Lissu naye ameingia hapa mahakamani. Waandishi wanapiga picha na kuchukua video kadhaa. Majaji wanachungulia kule juu ya ukumbi wa mahakama, anaona hakuna watu, na hapa chini pia hakuna watu, wananong'onezana. Na sisi wengine kimkakati tuko uvunguni wa meza kama mapolisi tu, maana waliobaki humu ndani ni maaskari vipenyo kama 20 hivi na waandishi wa habari mbalimbali, na sisi tumo pia tunakoma nao. Majaji wanaandika bado. Mheshimiwa Lissu amesimama, yuko na vaibu, amekula kombati na ana morali ya kutosha sana. Ngoja tuone nini kitaamliwa na majaji kuhusu polisi kuzuia watu kuingia mahakamani. Jaji Ndunguru anauliza, mko tayari? Pande zote zinasema tuko tayari kuendelea. Jaji anasema, mnakumbuka kuna hoja iliibuka kuwa watazamaji au wananchi wameondolewa mahakamani kwa amri ya polisi na ZCO. Mahakama imefuatilia kama kuna amri hiyo kwa jeshi la polisi. Hatujapata amri yoyote kutoka kwa polisi, ni sawa na kusema hakuna amri yoyote kutoka kwa jeshi la polisi. Na tuliona tu watu wanatoka hapa mahakamani na tukarejea kwenye tafsiri ya mshtakiwa kwa kuonesha kama kulikuwa na kuhamishwa watu watoke. Sasa kwa vile hakuna amri yoyote na kwa vile ni ukumbi wa wazi na una limiti ya watu, utumike utaratibu wa wiki iliyopita, mbona tulienda vizuri tu? Kama kuna jambo lolote linapotokea basi litafutiwe ufumbuzi kabla mahakama haijaanza. Utaratibu uliotumika wiki iliyopita uendelee kutumika, maana haukuleta taharuki yoyote, iwe hivyo sasa. Amemaliza hapa jaji, tuendelee sasa na majaji wanasema. Lissu karibu. Anaanza hapa Mheshimiwa Lissu anasema, naomba niseme nina hoja nyingine kwa taarifa tu. Taarifa iliyopo mbele ya mahakama hii na viambatanisho vyake, hasa maelezo ya mashahidi, yapo kinyume cha sheria. Na kwa sababu yapo kinyume cha sheria, ni sawa na hakuna maelezo ya kisheria, nitaeleza hapo baadaye. Niliona nitoe taarifa ya jambo hili kwa sasa kabla sijaendelea na nilipoishia jana. Tarehe 3 ya mwezi wa 4 nilitengeneza nia ya watu kuzuia uchaguzi. Sasa ninataka kuzungumzia. Anasimama Katuga anasema hajatutajia sheria kuhusu ile notisi yake. Kifungu cha 11, 262, 263 na 266 vya CPA amevitaja Mheshimiwa Lissu. Sasa baada ya Lissu kuvitaja hapa vifungu ambavyo Katuga anasema Lissu hajatutajia sheria kuhusu ile notisi yake, Lissu alipomaliza kutaja vifungu vya CPA ameruhusiwa aendelee na submission yake. Lissu anasema publication inayozungumziwa kwenye kifungu cha 39 sehemu ya pili cha Penal Code sio obli. Sasa publication inayozungumziwa hapa sio publication ya magazeti kabisa. Ukisema nilifanya publication, ni lazima useme nilifanya publication gani na lazima iwe proved. Kwenye hati ya mashitaka inasema I uttered some words and published the same. Sasa nilipublish kwa nani? Hao watu wanapaswa kusemwa, yani pleaded separately. Hata nature ya publication hata hawajasema ilikuwa ni nini.
Ilikuwa ni barua, email au kitu kingine, hawajasema, na hiyo vile vile inaifanya hati ya mashitaka kuwa incurable defective. Watu waliokuwa wametoka nje wameingia hapa mahakamani muda huu, na Mheshimiwa Lissu amesimama kutoa maelezo au submission yake. Majaji wanateta kidogo kupisha watu kuingia ndani. Sasa baada ya watu kuingia ndani, anaendelea hapa Mheshimiwa Lissu. Hati ya mashitaka imeandikwa na watu wasiojua namna ya kudrafti hati ya mashitaka. Anasimama Katuga anasema mwenzetu atumie maneno mazuri, akisema watu hawajui kudrafti chaji anakosea, mahakama ndiyo itaamua. Jaji anasema mshtakiwa, unasemaje hapo? Lissu anajibu na kusema sawa, naondoa hiyo kuwa watu wasiojua kudrafti mashitaka. Sasa niendelee, sitaki kuhangaika na mambo ya ajabu ajabu kwa sasa, naomba niendelee. Kesi ya Mataka, mahakama ya rufaa na Katibu Gandhi na wenzake. Hizi kesi zilisema hati ya mashitaka inapaswa kuwaje. Kesi zilielezea vizuri tu. Waheshimiwa majaji, kwenye sheria ya mwenendo wa jinai haijaweka utaratibu wa kuandika charge sheet za treason, na haya maneno yanatoka kwenye Gray, Likungu, Mataka, ile High Court na Court of Appeal, na kesi ya Gandhi pia ndiyo yameelezewa hivyo. Lissu akiendelea hapa kutililika mahakamani. Tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia siku ya jana. Lissu anasema kwa hiyo, kwa sababu hakukuwa na bado hakuna utaratibu wa namna ya kuandika charge sheet za treason, Gray, Likungu na Katibu Gandhi zilisema utaratibu unaopaswa kutumika ni English procedure. Sasa hiyo English procedure ni ipi? Lissu anauliza hapa mahakamani. Ni kwamba charge sheet ya treason kunakuwa na statement of the offense, particulars of the offense na overt act, yani manifestation of the offense. Kama ni publication, unapaswa kupreseparate kwa mujibu wa sheria zetu na si vinginevyo. Sasa sheria inataka hiyo publication ukishaifanya kwa mtu mwingine, ni lazima huyo mtu mwingine aripoti kwenye vyombo. Asipofanya hivyo, na yeye anapaswa kuwa sehemu ya washtakiwa. Sasa hati ya mashitaka tulionayo hapa haisemi nilifanya publication kwa nani na huyo nani yuko wapi. Hawajasema kama ni shahidi wala ni mtuhumiwa mwenzangu. Ndiyo maana nilisema information hii ni defective. Sasa ile charge sheet ya tarehe 10 mwezi wa 4 ilikuwa inasema maneno yafuatayo. Anaisoma hapa Tundu Lissu. Anasema pia ya tarehe 18 ya mwezi wa 9 inasema hivi. Nayo anaisoma hapa Tundu Lissu. Maneno yaliyoongezwa kwenye hii mpya ni yafuatayo. 1. Within Kinondoni district for the purpose of intimidating the executive of republic, and na lingine sehemu ya 3 linasema by his deed of uttering. Hayo maneno hayakuwepo kwenye charge sheet ya Kisutu ile ya mwanzo. Leo wamekuja nayo hapa. Wameyatoa wapi? Lissu anauliza hapa. Shitaka nililosomewa tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 na shitaka ambalo nimesomewa jana, waheshimiwa majaji, yako tofauti. Zipo hizo nyongeza. Hoja yangu ni kwamba hizo nyongeza zimeruhusiwa na mahakama ipi? Amendment za charge sheet zimekuwa authorized na mahakama gani? Hoja yangu ni kwamba once a charge is ready to accuse the person, he is given notice regarding that particular charge, and if there is any change it must be authorized by the court. Walibadilishaje bila ruhusa ya mahakama? Au mahakama ilikutana nao wapi wakajadili na kuruhusiwa wapi? Hayo mabadiliko yanapaswa kuwa expunged na yafutwe. Hayo mabadiliko, waheshimiwa majaji, sio innocent kama yanavyoonekana. They are not innocent at all. Ukiachilia hilo la yalikuwepo Kinondoni, ila ukibadili na kusema for the purpose of intimidating the executive of republic, wakati ile ya awali ulisema for the purpose of intimidating general election. Sasa haya ni mambo mawili tofauti.
hapa Lissu amegundua jambo lingine ambalo lina utofauti, kwamba mwanzo walisema kwamba yani kesi ambayo alikuwa anakuwa accused nayo Tundu Lissu walisema kwamba ametishia kuzuia uchaguzi, lakini sasa hivi kwenye hii ambayo anaisoma ambayo mwanzo ilikuwa haipo kabisa, wameweza kuandika kitu kingine ambacho ni tofauti, na Lissu anasema kwamba vitu hivi haviendani kabisa, ni vitu viwili tofauti. Anasema kwamba ukiachilia hilo la yalikuwepo Kinondoni, ila ukibadili na kusema for the purpose of intimidating the executive of republic, wakati ile ya awali ulisema for the purpose of intimidating general election. Sasa hayo ni mambo mawili tofauti. Mwanzo hamkusema hayo mambo ya kuintimidate republic. Hamkusema mwanzo, mnaanza kusema leo ili mjiokoe. By his deed ukisema maana yake unataka kuplead overact, wakati maneno hayo by his deed hawakuwahi kuyaweka kabisa huko nyuma. Hawajaomba ruhusa, it should go. Hayo mambo matatu yanapaswa kuondolewa kabisa, yasiwe sehemu ya hati ya mashitaka. Nataka niende kwenye additional point of objection kwa sasa hapa, na baadaye nitamaliza kwa kusema je, hii hati inarekebishika? Anasimama Katuga hapa baada ya Lissu kuzungumza, anasema tunaomba mwongozo. Mwenzetu anahamia kwenye additional objection inayozungumzia statement za mashahidi hazina uhusiano wowote na hati ya mashitaka, na hiki kitu hakiwezi kuletwa muda huu. Statement za mashahidi zikiwa defective haziwezi kufanya mashitaka yasiwe na msingi. Kwa sasa milango imefungwa, anakotaka kutupeleka sio kabisa. Amemaliza hivyo Katuga hapa. Kama amemaliza kwenye hoja yake ya defectiveness ya charge sheet, basi tupewe nafasi ya kumjibu. Lissu anasema may I reply your honor, yani naweza kujibu mheshimiwa. Jaji Ndunguru anamwambia subiri kwanza, naona kama wanajadili tena mawakili wa serikali wanaweza kusema wanaondoa pingamizi lao. Subiri kwanza, bado wapo wanateta hapa. Katuga anasema sasa waheshimiwa, PO inaelezewa on pure point of law na sio mambo mengine kabisa. Vifungu alivyoeleza vina mambo mengi sana. Ameitwa tena na mwenzake, wanamwelekeza Katuga hapa. Naona wameleta pingamizi ambalo hata Katuga mwenyewe halielewi vizuri kabisa. Anaendelea tena, maneno haya yamekuwa supported na kesi ya Jacqueline Gasi versus Mlatia Asei, maombi ya madai, kesi ya mwaka 2021. Mambo ni mambo hapa mahakamani, tuzidi kutililika mpaka tujue mwisho utakuwa ni nini hapa. Anaendelea hapa Katuga anasema kesi hii ilizungumzia mambo matatu ya kuzingatia kwenye PO na hapa hajazungumzia kabisa. Katuga anasema naomba nieleweke hivyo. Jaji anasema mshtakiwa unaweza kujibu. Hapa anaulizwa Tundu Lissu. Anasimama Mheshimiwa Lissu anasema waheshimiwa majaji, naomba ni mjibu wakili wa serikali mkuu. Kwanza, sio utaratibu kuanticipate mpinzani wako anataka kusema nini wakati hujamsikia. Anataka kuleta hili au kile kabla hajafanya hivyo. Kwa hiyo utaratibu alipaswa nisikilize kwanza. Anaelekea na majibu, asubiri atanijibu. Witness statement ni tofauti na charge sheet. Sio kweli. Sheria inasema nini kinapaswa kuambatana na information. Hizi kesi zinahitaji nini kiambatane nacho, huo ndio ukweli. Pingamizi langu ni kwamba mkikubaliana na hoja yangu, kesi haiwezi kusimama. Kunakuwa hakuna kesi, maana sheria inasema charge sheet inapaswa kujumuisha vitu gani. Na waheshimiwa majaji, pendekezo lake ni kwamba tuliache muda huu tusubiri kwenye mashahidi huko. Sasa mimi nauliza ili iweje? Kama zipo zinaweza kuonekana na mahakama na nina kesi law kusubmit my submission. Hii inaweza kufanyika sasa, na mwisho wa siku naomba eleweke kwamba baadaye anayo nafasi ya kujibu. Hili shauri linaweza kumalizwa mapema tu hapa.
Sio lazima tufike huko kwenye mashahidi kote, awe mvumilivu tu. Lissu huyo. Sasa tunasubiri hapa mahakama kutoa maelekezo. Jaji anasimama, Jaji Ndunguru anasema kwa sababu mahakama imesema kuna ubishani, basi uendelee. Kwa vile pande zote mbili zinasema kuna ubishani, basi tunakuamuru uendelee, halafu mahakama itaamua na kuamuru uendelee tu. Sasa Lissu amepewa nafasi ya kuendelea. Anaendelea hapa Mheshimiwa Lissu anasema kifungu cha 194, kifungu cha 204, 262 na 266 vya CPA, kanuni ya 7 ya kanuni za ulinzi wa mashahidi. Waheshimiwa majaji, maelezo ya mashahidi katika kesi za jinai ni taarifa zinazohusu kufanyika kwa kosa la jinai zinazotolewa aidha kwa mdomo au kwa maandishi kwa afisa wa polisi au kwa mtu mwingine mwenye mamlaka, kifungu cha 10 sehemu ya kwanza cha CPA. Taarifa hiyo lazima iandikwe kwa namna ilivyoelekezwa kwenye kifungu cha 11 sehemu ya 3 na 4 cha CPA. Kifungu cha 11 sehemu ya 4 cha CPA ndiyo kifungu proper kinachohusu mashahidi, na huko nyuma kilikuwa ni kifungu cha 10 sehemu ya 3 cha CPA. Hicho kifungu ndiyo kinaweka namna ya kuandika maelezo ya mashahidi. Kinasema polisi ofisa atapaswa kuandika maelezo ya shahidi au mtu anayejua mazingira ya kosa na kuandika maelezo yake. Kumbe anayeandika hayo maelezo ni polisi ofisa na atamwandika mtuhumiwa, na maelezo hayo yataonyeshwa au kusomwa kwa mtuhumiwa. Kifungu cha 16 sehemu ya 6 cha CPA kinasema anayeandika na anayeandikwa naye atasaini, wote kwa pamoja watafanya hivyo. Kifungu cha 11 sehemu ya 8 cha CPA kinasema kuhusu caution, shahidi anapaswa kukanywa kwamba sema ukweli unaweza kushitakiwa. Sasa kwa mlolongo huo niliyosema hapo juu inafanywa na polisi officer anayeandika maelezo. Sasa naomba muangalie witness statement za mashahidi wafuatao. Shahidi wa kwanza hadi wa 4 akiwemo George Deputy ZCO, nenda pia sehemu ya 13, 17, 18 na 19 akiwemo ASP Masalanga. Labda niseme kwa namba zilivyo ili nisiwachoshe majaji. Ni wafuatao: shahidi wa kwanza mpaka wa 4, shahidi wa 16 mpaka wa 16, shahidi wa 20, shahidi wa 24 mpaka shahidi wa 26 pamoja na shahidi wa 28. Jumla ni mashahidi 10 wa polisi na wote ni polisi officer. Na hao mashahidi wote hakuna mtu aliyewaandika hizo statement, ni kwamba amejiandika mwenyewe. Ameanza mimi ASP George nathibitisha amejiandika mwenyewe. Ile caution ya kusema usiseme uongo hapa amejikanya mwenyewe. Yeye ndio amejiambia usiseme uongo na maelezo yako yatatumika mahakamani, na endapo utasema uongo hayo yote amejiambia mwenyewe bila mtu kumwambia. Tena aliandika caution statement ya nyongeza nayo hivyo hivyo. Kifupi alijiapisha kiapo mwenyewe. Ukienda kwa mashahidi wote wanaofuata nao pia wote wamejiandika wenyewe. Nataka sana niwataje majina: Andrew Churu, yule George, Kaaya, Masalanga, Utufye, Mahamba na wengine wote ambao ni mapolisi walijiandika wenyewe maelezo yao. Sasa naomba niwaonyeshe utofauti wa hayo maelezo na utofauti wa maelezo yaliyoandikwa na mapolisi wenzao wengine. Lissu ni moto kwelikweli, anazidi kukiwasha hapa mahakamani. Hapa anataka atuonyeshe utofauti. Anaendelea hapo Mheshimiwa Lissu anasema, ukiangalia maelezo ya mashahidi ambao ni raia wa kawaida yanatofautiana na maelezo ya mapolisi wenzao. Maelezo ya Amani Michael kwenye orodha ni namba 20. Huyu ni detective Koplo. Ukisoma maelezo yake kuna askari amemwandika Koplo Robert, amemwandika maelezo Koplo Amani. ASP Masalanga namba 21, na huyo vile vile ameandikwa maelezo yake na other officer. Nathibitisha kwa uaminifu, nimemwandika na nimempa asome.
ASP Chazi Makunja kutoka kule Songea, uthibitisho mimi ni hivi na hivi, nathibitisha nimemwandika maelezo na nimempa asome, amelizika yako sawa. Sasa waheshimiwa, mtapata muda wa kuangalia hayo niliyosema hapo juu. Maelezo ya mashahidi yanapaswa kuandikwa kwa mujibu wa sheria kabisa, na yakiandikwa yapelekwe kwa DPP na baadaye yawe committed na tunafika Mahakama Kuu. Maelezo hayo yote yalisomwa Mahakama ya Kisutu kama yalivyo na yapo kinyume na sheria. Hao waliojiandika sio maelezo na yapo kinyume cha sheria. Sasa naomba nihamie kwenye maelezo ya akina P kuanzia P1 hadi P11, yalisomwa hadharani kama yalivyo na yameletwa mahakamani kama yalivyo, yenye majina ya akina P. Yanakiuka kifungu cha 194 sehemu ya 4 cha CPA na sheria ya 7 za kanuni ya ulinzi wa mashahidi. Kifungu cha 194 cha CPA kinasema amri ya kuficha mashahidi hupaswi kuwatoa kabisa. Sheria inasema maelezo hayo mtuhumiwa hapaswi kupewa pale ambapo mahakama imetoa amri ya maeneo fulani yasipewe kwa accused person. Ndiyo sheria inasema hata kama sipendi. Kanuni ya 73 ya ulinzi wa mashahidi inasema pia hivyo kesi inapaswa kusikilizwa kwa amri husika. Amri ya Mahakama Kuu katika kesi hii ni kwamba majina ya mashahidi yasiwepo na utambulisho wao wote, na mashahidi wote ambao mahakama ilitoa amri ya kuwalinda haijawalinda. Tunafahamu makazi yao, mitaa yao, kazi wanazofanya hadi namba zao za simu tumepewa. Kwa sasa mazingira hayo, maana yake mashahidi wameandaliwa bila kufuata taratibu kabisa. Ni wasilisho langu kuwa waheshimiwa majaji, mna maelekezo ya mashahidi ambayo yamekiuka sheria kwa mujibu wa sheria zetu. Maelezo yote hapo yanapaswa kuwa expunged from the record. Sasa hatuhitaji kwenda huko, maana tunaweza kulimaliza hapa. Naomba sasa niwape authority waheshimiwa majaji. Kesi ya Benga Saidi Kasamwa Abu Rajabu Masudi criminal session kesi. Kwenye hiyo kesi, wakati wa committal proceeding kwa ajili ya kesi ya mauaji, taarifa iliyokuwa committed High Court, maelezo yalikuwa na maelezo ya juu tu. Hiyo statement ilisomwa kwenye komito na ikapelekwa Mahakama Kuu, na Mahakama Kuu ikasema kwa sababu hakujaonekana ukurasa wa pili, basi taarifa yote ikawa quashed, iliondolewa information yote. Lissu anasema jaji alisema hayo masharti ni masharti ya lazima, ni lazima yafuatwe. Hizo witness statement zote na mashahidi wote waliopaswa kulindwa na hawajalindwa, ukizifuta maana yake hakuna kesi, itakolapsi kabisa. Nje ya mashahidi 30 waliotoa ushahidi zitaondoka 23 pekee. Nini kinabaki hapo? Zifutiliwe mbali. Sasa waheshimiwa majaji, naomba nimalize kwa swali lifuatalo. Kifungu cha 295 sehemu ya kwanza cha CPA kinasema taarifa inayotakiwa kufutiliwa mbali ni ile ambayo kifungu cha 294 hakijazingatiwa. Ni taarifa ambayo anasema kwamba is this information capable to sustain? Hapana, haina miguu ya kusimamia. Hii ni wasilisho langu kwamba haiwezi kurekebishika. Nimesema tangu jana, haionyeshi kosa lolote la jinai, haionyeshi kosa la uhaini ambalo nimeshtakiwa nalo. Sasa unarekebishaje kitu ambacho hata sio kosa kabisa? Hayo maelekezo ambayo wanasema niliyasema hayajafafanuliwa. Hawakusema walielewaje nikisema kukinukisha maana yake ni nini? Haya mambo hayawezi kurekebishika kwa hatua ya sasa. Huwezi kurekebisha kitu ambacho hakipo. Lissu anasema hawawezi kuleta pleading mpya ya overt act. Lissu hapa akiendelea kutililika mahakamani. Lissu anasema sasa hii charge sheet is incapable of amendment na sio kitu kingine. Kifungu cha 295 sehemu ya kwanza cha CPA, charge sheet isiyoelezea kosa na kueleweka inapaswa kuwa quashed, ni incurable defective information, na witness statement nazo zinapaswa kuwa quashed
wakati huu. Naomba nimalize kwa maneno haya. Nimekaa gerezani leo ni siku ya 162 nikishtakiwa kwa kitu ambacho hakipo kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Nashtakiwa kwa uhaini kwa maelezo ambayo hayaonyeshi kosa lolote. Waheshimiwa majaji, na waombeni mtumie mamlaka ya mahakama hii kufuta uonevu huu. Whatever you do, kwa haya ambayo nimeyasema, naombeni mfute uonevu. I am innocent man, na sijakosea nchi yangu wala kumkosea mtu yeyote. Naomba kumalizia hapo. Majaji wanaandika hapa baada ya Lissu kumaliza. Nafikiri hatua inayofuata ni upande wa jamhuri kuanza kutoa majibu yao, yani kureply submission, na baadaye wakimaliza au hata kesho Mheshimiwa Lissu atarudi na rejoinder, wataita majumuisho au majibu ya serikali dhidi yake. Lissu baada ya kusubiria hapa mwongozo, jaji anaita upande wa mashitaka. Anasimama Katuga hapa baada ya jaji kuita upande wa mashitaka, anasema naomba niseme yafuatavyo. Defective ya mashitaka inaweza kuwa ni form au substance. Sasa tunaona kama pingamizi la mwenzetu liko sana kwenye substance. Mwenzetu amezagaa kwenye maeneo mengi ya form na substance, na leo ameongeza hoja mpya ya pingamizi. Pia hatukuwa na notisi nayo ya hilo pingamizi. Naona nataka kuomba huyu. Anaendelea hapa, nasema tunaomba na sisi tupewe nafasi tuende kujiandaa ili tujibu, na ametupatia authorities nyingi sana. Tukisema tujibu muda huu hatuwezi kujibu kwa undani kwa kila kitu alichosema. Tutajibu kwa kupalaza. Tunaomba mtupatie nafasi tukapitia kwa undani sana, ili kesho tuendelee, na kama mahakama hii itaona busara kutuongeza pia siku zingine tutashukuru. Kifungu cha 302 cha CPA kinaipa mamlaka mahakama hii kuweza kuahirisha shauri hili. Na wahesabu mawakili karibu 7 wapo hapa eti wanapurukushana hapa na mtu yuko jela mmoja tu, wakati wao wapo kikundi. Wanasema baada ya mawasilisho yote haya hawajaona hata waanze kujibu leo na wamalize kesho. Jaji anamuuliza Lissu anasema wasikilize tu wao wanataka muda gani. Mimi nimesema mambo mazito sana, na kama mawakili 6 wa serikali wanahitaji huo muda na wanaona utawatosha kujiandaa, acha tuone wataenda kujiandaa na kitu gani. Jaji anaandika hapa, anasema tukutane tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 saa 3 asubuhi. Jaji anasema anaomba leo tusiimbe sana baada ya muda wa mahakama kuisha. Watu wanacheka hapa. Leo tunaishia hapa, tuonane tarehe 18 na watakia wakati mwema. Huu ni mwisho wa update leo kutoka mahakamani. Baada ya Lissu kumaliza, mawakili wa serikali wameomba muda wa kwenda kujiandaa kuja kujibu hoja za Tundu Lissu, hivyo kesi itaendelea tena tarehe 18. Tutakuwa hapa siku ya kesho kutwa wakiomba siku ya kesho na leo pia watumie kuweza kujiandaa kuja kumjibu Tundu Antipas Lissu. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.